So nafikiri katika kila swali ambalo watu walikuwa wanajiuliza kuhusiana na mzee ndio huyo. Yuko mzima mwahafi. Kwa hiyo zile habari zote ambazo Mungu anazisikia watu wanasema hivi na hivi ni za uongo. Tumekuja kumtembelea mzee na mzee yuko hapa, yuko na afya tena unamwona. Donc ni hivyo tu. Labda mzee umesalimia watu. Ndio. Tumeshukuru sababu umefika. Nadhani ulikuja na habari ya mingi ambao mlisikia kwenye mitandao kwamba labda kulikuwa mashambulizi moja ilipita juu yangu na nikatoweka. Habari kama hiyo ni habari ya uongo kabisa. Wala hakukuwa hata tishio moja ambalo limefikia hapa. Hakuna. Hapa tuko sawa. Tangia nifike hapa Mkulema tuko vizuri na wandugu wa magrupe zingine, ikuwe wandugu wa Fulero, wa Bembe, makabila zingine zote, grupe zote tuseme. Tuko vizuri sana, hakuna shida. Tunafanya kazi pamoja pasipo tatizo yote ile. Tuko sawa. Hatujui kama shetani kama hili inaweza kutokea wapi. Njoo ile tunaweza sema. Tunashukuru sana. Habari mlisikia ni uongo. Hata mimi nilipokea kwenye mitandao. Habari ya uongo sana. Nashukuru sana. Tegemezi la watoto wa Sud Kivu, Nord Kivu, DRC kote ni mzee tu mnamwona. Unaona? Ili mimi sitakuwa nalificha, mara mingi nasemaga hivi, sisi tuna kawaida yetu, sisi Wabembe zaidi. Desturi yetu ni kwamba kiongozi ambaye tuko naye tunamjua ni nani. Na watu wote tofauti na Wabembe, makabila mengine yote wanajua usalama Uvira kama umepatikana kwa sababu mzee ameonyesha nia ya kutoka kule na kuja huku na kudhibiti eneo. Bila hivyo kama sisi wote tuko tena hapo. Kwa hiyo mzee yuko mzima, yuko salama, na Baraka One TV tumekuja hapa na kazi bado inaendelea. Asante. Nashukuru. Asante sana.